الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا يليق بجلال ربوبيته وكبرياء ديموميته وعزة قدمه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وهاديا إلى صراط الله المستقيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من عبادك الصالحين. إخوة الأماجد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumswalia na kumsalimia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, darasa la hadithi al-arba'una an-nawawiyya, ikiwa leo biidhnillahi ta'ala tutasoma hadithi ya pili kulingana na mtiririko wa kitabu hiki. Jana tulikuwa na hadithu niyya, imepokewa na Sayyiduna Umar قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Hadithi hii imepokewa na al-Imamu al-Bukhari na vile vile imepokewa na al-Imamu Muslim katika sahihi zao mbili. Tukafahamu kulingana na hadithi hii kuwa amali yoyote anayotenda mwanadamu yaftakiru ila niyya, la budda min an-niyya. Amali anayoitenda mwanadamu lazima atie nia, na nia atalipo kulingana na nia yake. Ikiwa nia yake ni khalisan lillahi alkarim faniyatuhu maqbula, na ikiwa ni nia ghairu dhalik fa innaha marduda, nia hiyo haitokubaliwa, na bimaana amali yako haitokuwa vile vile imekubaliwa. Leo hadithi iliyoko mbele yetu, an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. Hadithi hii ni ndefu, lakini tukipata wakati wa saa tutaweza kueleza hadithi yote ilivyo. Lakini Sayyidina Umar
anasimulia kisa hichi katika sehemu ya kwanza ya hadithi hii. Anasema bainama nahnu inda rasulillah au bainama nahnu julusun inda rasulillah, katika riwaya nyingine, baina ya kuwa sisi tulikuwa tumeketi baina karibu na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Masahaba elimu yao walikuwa wakiisoma kutoka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kwa hivyo walikuwa na hudhur. Idh talaa alaina rajulun, anasimulia Sayyidina Umar, ghafla akajitokeza mtu. Huyo mtu alikuwa na sifa kadhaa. Shadidu bayadhi thiyab, alikuwa amevaa nguo nyeupe sana, na shadidu sawadi ash-sha'r, na nywele zake zilikuwa nyeusi, zimepakwa mafuta, ni nzuri sana. La yura alayhi atharu safar, huyo mtu hakuwa na dalili yoyote kuwa ni msafiri. Wala yaarifuhu minna ahad, na hakuna yoyote katika sisi tuliokuwa karibu na Mtume Muhammad twamjua, hatumjui, ni mgeni kabisa. Hatta jalasa ila nabii sallallahu alaihi wasallam, akaja polepole akakaribia akaketi karibu na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, akashikanisha magoti yake. Hapa kuna riwaya mbalimbali, na riwaya nitakayoitegemea ya al-Imamu Nawawi ni kuwa asnada rukbatayhi ni magoti yake yeye, si magoti, yani dhamiri yote inarudi kwa nani? Kwa huyu mgeni. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, yani alivyoketi magoti yake alishikanisha hivi, kikao cha iftirash kama tunavyoketi katika sala, magoti yake akayashikanisha hivi. Wa wadaa kaffayhi ala fakhidayhi, akaweka viganja vyake, riwaya pia ni mbili, ala fakhidayhi, yeye mwenyewe, wa ala fakhidayhi, baadhi wanasema aliweka mkono katika magoti ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Mimi napendelea ala fakhidayhi kwake kwa sababu kunaonyesha taadduban wa tawadhuan, kunaonyesha heshima yake na adabu yake kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na ndio baadhi ya wanazuoni walivyoeleza, wa tawadhuan, na unyenyekevu wake katika kutafuta ilmu. Waqala ya Muhammad, na hapa baadhi ya wanazuoni katika shurah wa hadithi hii ni kuwa kwanza alitoa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kisha akamwelekea Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam, ya Muhammad. Taban sisi tumekatazwa kumuita Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam kwa ya Muhammad. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dhikum, msimuite Mtume Muhammad kama mnavyoitana nyinyi kwa nyinyi. Kwa hivyo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aitwe kwa sifa yake, ya Rasulullah, ya Nabii Allah. Na ndiposa utakuja kuona Al-Quran al-Kamil, Qurani mzima, hakuna nidaa hata moja Mwenyezi Mungu amesema ya Muhammad, lakini mitume wengine wameitwa kwa majina yao, ya Musa, ya Isa na wengineo katika mitume. Lakini Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakumnadi kwa ya Muhammad, na sisi kama ummatu Muhammad tukakatazwa kulifanya hilo. Kwa hivyo unapomwita Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, unamuita kwa ya Rasulullah, ya Nabii Allah, ya Habib Allah, na majina yake mengi ambayo yanajulikana katika sheria. Huyu bana akasema ya Muhammad ili kudhihirisha picha ya kuwa yeye ni mbedui, anatoka min badia, anatoka mashambani,
bado hajajua kanuni za mjini, ili watu wamuone bado huyu ni mtu pengine ni mgeni na anatoka badia, hajaelewa sheria na hajajua nidhamu. Akasema, akhbirni anil Islam, ewe Bwana Muhammad, nijulishe kuhusu Uislamu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma ramadana wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ibana baada ya kuja kama alivyoeleza Sayyidina Umar na sifa tulivyofahamu kupitia hadithi ya Sayyidina Umar, akaanza kuuliza elimu kutoka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Elimu ya kwanza, akhbirni anil Islam, nijulishe, nipe habari kuhusu Uislamu. Akasema Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, al-islamu ay arkan al-islam, nguzo za Kiislamu, pillars of Islam, an tashhada an la ilaha illa Allah. Shahada kama tulivyotafsiri katika darasa zetu hapa za karibuni ni kuwa sisi tunasema we bear witness, unatoa ushahidi, ushuhuda, na hakikatan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unatakana umjue. Fa'lamu annahu la ilaha illa Allah. Kuwa sisi tunapotaka kuingia katika Uislamu ni tuwe na ilmu ya kujua la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah. Lakini Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam hakutumia neno la ilmu hapa, akasema an ta'lama an la ilaha illa Allah, akasema la an tashhada an la ilaha illa Allah, kwa sababu shahada ni a'la min al-ilm. Shahada iko juu zaidi ya kujua. Hapa ndipo wanazuoni wanatueleza suala hili, wanatuambia shahadatu bidayatul Islam. Shahada ni mtu anapotaka kuingia katika Uislamu, wa huwa an tuqirra bilisanik, nayo ni kukubali kukusema na ulimi wako, wa an ta'taqida biqalbika, na ukubali kwa moyo wako. Hii ndio maana ya shahada, yani ile ilmu uliokuwa nayo ndio iwe ilmu iliyoko katika moyo wako, aqida. Na tuliwahi kueleza hapa kuwa alilmu katika ulamaul aqida, ilmu katika wanazuoni wa aqida, huwa alidrak, ni kujua jambo, maa aljazmi, tena kulijua jambo kwa yaqini, mutabiqan lilwaqi. Ulamaul aqida natueleza hivyo. Ilmu maana yake ni kulijua jambo kwa yaqini, yaqinan, kisha kile ulichokijua kiwe ni mutabiqan lilwaqi, iwe ni halisia ya lile jambo. Na ndio aqida. Tunaposema ashhadu an la ilaha illa Allah, Allahu wahid, hii ni idrak maa aljazmi, Mwenyezi Mungu ni mmoja, naye ni Allah, na dalili zake ziko kila mahali. Kwa nini Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam asitumie neno la ilmu? Kwa sababu shahada maana yake ni ablaghu min alilmi wa amma faidatan, ni pana kuliko ilmu na ina faida nyingi zaidi.
kwa kaida wanaozungumza wanazuoni wakisema kullu shahadatin ilmun wa laysa kulla ilmin shahadatan, kila shahada ni ilmu lakini sio kila ilmu ni shahada. Kuna ilmu nyingine yaitwa ni ilmu na penginepo haiko katika alwaqi, haimo kabisa katika alwaqi. Kama mfano theory ama pengine baadhi ya maono ya baadhi ya wanasayansi waliosema mwanadamu ametokamana na mnyama anayejulikana ni ape. Katika ilmu ya mantiq au ulama falsafa wanasema alilmu huwa alidrak, ni kujua chochote, ni kitu kiingie kwenye akili yako, iwe yale uliyosema au kilicho katika akili yako, iwe ni mutabika lilwaqi au ghairu dhalik, iwe imechukuana kweli na waqi ama haijachukuana na waqi. Kwa hivyo wao wakaita ilmu kuwa mwanadamu anatokamana na mnyama, lakini ni ghair mutabik lilwaqi, sio hakika, sio yaqin, kwa sababu alyaqin kwa maana nyingine ni 100%. Mustahil wewe ukifika katika daraja ya yaqin, haiwezekani mtu kuja kukupokonya yaqini yako uliokuwa nao, ni hakika. Kama sasa hivi kusema ni mchana, ni yaqini 100%, sasa hivi ni mchana. Akija mtu kutuambia sasa hivi ni usiku mahali tulipo hivi sasa, pengine tutamwambia katika ilmu la akida, hiyo sio ilmu, kwa sababu ilmu lazima ni kitu kilichoingia katika bongo lako ma'al jazmi, na uo umekata shauri ya yaqini mutabiqan lilwaqi. Ndio hivyo tunavyoambiwa an tashhada an la ilaha illa Allah, ukiri kwa moyo na ubainishe kwa ulimi ya kwamba hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Ash-shahada hiya bidayatul Islam, shahada hii ndio mwanzo wa Uislamu. Mtu anapotaka kuingia katika Uislamu, swala yake, saumu yake, funga yake, zaka yake haiwezi kukubaliwa bidun ash-shahada, bila kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kwa hivyo shahada bidayatul Islam, ili mtu aweze kuwa ni Muislamu lazima apige shahada, na anapopiga shahada talzamuhu al-arkan al-baqi. Yule ambaye kwamba anayepiga shahada ambao ni ar-ruknu al-awwal lilislam, talzamuhu al-arkan al-baqiya, zile ruknu zote zilizobakia zote zitakuwa ni wajibu kwake. Kwa hivyo ni kwake ni lazima kuswali, na akiswali itaswihi. Ni lazima kufunga Ramadhani, na akifunga itaswihi. Ni lazima kutoa zakatul mali ikifika nisab, na akitoa itakubaliwa. Ni lazima kuhiji ikiwa anaweza, uwezo anao, wa hakadha. Kwa hivyo ar-ruknul awwal anayouliza huyu bana, akhbirni anil islam ay arkanul islam, akamwambia an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah, usimamishe sala, wa tu'ti zaka, utoe zaka, utasuma Ramadhana, ufunge mwezi mtukufu Ramadhan, wa tahujja albayta, ufanye hija, in istata'ta ilayhi sabila, ikiwa una uwezo. Qala, huyu bana baada ya kusema hivi, kusikia maneno haya kutoka kwa Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam, qala sadaqt, kasema umesema kweli Bwana Muhammad. Sayyidina Umar anasema faajibna lahu yasaluhu wa yusaddiquhu, tukaona ajabu, vipi yeye ndiye anayeuliza kisha yeye ndiye anayesadikisha. Yani wewe mwanafunzi unamuuliza mwalimu swali, kisha mwalimu akijibu unasema well done, umesema kweli. Kwa hivyo hili lilikuwa ni jambo geni sana kwa masahaba, kama anavyoeleza Sayyidina Umar, faajibna lahu yasaluhu wa yusaddiquhu. Akaenda katika swali lingine, qala akhbirni anil iman, nieleze juu ya imani.
qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Imani ndio aqida, na aqida ni ile i'tiqadi tuliokuwa nao kuhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haya ndio mambo wanaoyaita wanazuoni almalum min ad-din bidharura, yani mambo ambayo Muislamu hana excuse, lazima ayafahamu haya. Na ndipo utakuja kuona wanawazuoni walifanya kazi kubwa sana katika kutizama swali la kwanza ambao kwamba akhbirni anil islam. Tukawaona wanazuoni almalum min ad-din bidharura wakatutungia kitabu kinaitwa Ar-Risalatul Jamia. Kitabu kidogo sana hiki, kimekusanya ndani yake almalum min ad-din bidharura katika al-ibadat. Kisha kuna wengine wakapanua zaidi, wakaandika kitabu kinachojulikana Safinatun Najah na Safinatus Salah. Hichi ni kitabu ambacho ni basic, lazima mtu awe anaweza kusoma, kufahamu swala yake na ibada yake. Na tukizungumza almalum min ad-din bidharura, ni kuwa wewe ikiwa wasali na haujui swala yako, haujui arkan zake, haujui nawaqidus salah, inamkinika sala yako pia isikubaliwe, kwa sababu hauna ilmu, hujui wewe wafanya kitu gani. Na wanazuoni wanatueleza katika maneno yao, wanasema watu wawili ni wakorofi sana: alimun mutahattikun, mtu ambaye kwamba anajua ana ilmu lakini anapita mipaka katika kufanya maasi, huyo ni mtu muovu sana. Na mwingine ambaye kwamba anafatana na yeye ni jahilun mutamassikun, ni mtu ambaye hajui chochote katika dini yake lakini anafanya ibada. Hiyo ibada anayoifanya hajui sharti zake, hajui arkan zake, hajui nawaqid zake, hajui chochote. Yeye ni kama bendera pata upepo. Taulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio alhamdulillah, katika darasa zetu za kila siku za Ijumaa, usiku wa kuinukia Jumamosi, tuna darasa hapa ambapo tusomesha almalum min ad-din bidharura. Kwa hivyo akaingia katika aqida, mbali na kujua ilmu al-ibadat, akauliza suala linalofungamana na aqida. Japo kuwa ashhadu an la ilaha illa Allah ni sehemu katika aqida, lakini aqida ikapanuliwa zaidi katika swali linalofuatia, kwa sababu yule hawezi kuswali, hawezi kufunga, hawezi kufanya hija mpaka apate shahada. Kwa hivyo shahada ikawekwa katika mlango wa kwanza, ikakuwa ndio nguzo ya kwanza ya Kiislamu. Aqida ikafuata baada ya maswali haya mengine, na ikawa an tu'mina billah, muamini Mwenyezi Mungu, wa malaikatihi, waamini malaika, wa kutubihi, waamini vitabu vyake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa rusulihi, na mitume wake, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri, na uamini qadari ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, khairi yake na shari yake. Hii yote ni ilmu ambayo imo katika almalum min ad-din bidharura. Na mzuri alotunga katika haya ni yule bana anayejulikana Al-Marzuqi. Ametunga kitabu chake kidogo sana, amekiita Aqidatul Awam, aqida ya watu wa kawaida. Ameanza vizuri, abdau bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani walhamdulillahi alqadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma as-salatu was-salamu sarmadan ala an-nabiyyi khayri man qad wahada
wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dini alhaqi ghaira mubtada, kisha wa ba'du fa'lan biwujubi alma'rifa. Baada ya himdi, sala na salamu, wa ba'du fa'lan biwujubi alma'rifa, mambo ambayo kwamba ni lazima uyajue, min wajibi lillahi, katika wajibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, 20 sifatan. Wewe ukisema an tu'mina billah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujue kuna sifa 20 lazima uzijue, na kuna sifa 20 mustahil. Kuna sifa ambayo kwamba ni wajibu kwa Mwenyezi Mungu 20, na kuna sifa ambayo kwamba ni mustahil ambao pia ni 20 kinyume chake. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lilkhalqi bilitlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadirun muridun alimun bikulli shay. Akaeleza yale yote, fallahu mawjud. Jambo la kwanza, an tu'mina billah, Allahu mawjud, lazima umjue Mola Subhanahu wa Ta'ala yupo. Na tumeeleza hapa, aqida ni wewe ujue dalili zinazokukupa wewe dalili za kuonyesha existence ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na dalili ni nyingi. Dalili ya tosha ni huu ulimwengu, ingawa tunapoingia katika ulimwengu au katika ilmu ya kifalsafa, wala ambao kwamba hawana imani na Uislamu wanatuambia the world is there by nature, ulimwengu uko pale tu kimaumbile. Kwa hivyo hakuna aloileta dunia. Haya nimeyaeleza mimi kwa marefu katika darasa zetu, kwa hivyo sitaki nirudie tena mazungumzo kwa mara ya pili. Lakini ulimwengu ni mutaghayyir, akli inanionyesha hivyo. Ulimwengu unabadilika. Sasa hivi jua limeonekana ni kali, sasa hivi baridi, sasa hivi joto, sasa hivi kumeingia usiku, sasa hivi kumeingia mchana. Alkaun mutaghayyir wa kullu mutaghayyin hadith. Hii ni mantiq akili inavyonionyesha kuwa ulimwengu unabadilika, na kila kinachobadilika hadithun, ni kitu ambacho kwamba hakikukuweko hapo awali, na ikiwa ni hadith, la budda min alkhaliq, hapana budi kuna yule aloiumba hii dunia. Ndio Waswahili wasema, ukiona chaolea jua kimeundwa. Mimi nikiona gari pale najua hii gari haijateremka kutoka mbinguni, hii gari imetengenezwa, kuna injinia. Nimeona jumba limejengwa tawa, ghorofa karibu 200 au 800. Ile ghorofa nikiliangalia hivi siwezi kusema it's there by nature. Akili yangu yanaonyesha kuna mtu alotengeneza, injinia, kuna mafundi, kuna vyuma, kuna kadha wa kadha, na ulimwengu uko hivyo. Kwa hivyo ulimwengu wenyewe unanipa dalili kuwa Allahu mawjudu, Mungu yupo. Qadimun, tena si Mungu wa kuzuka. Qadimun ni wakale, hana mwanzo, hana mwisho. Huyu ndio Mola wetu. Albaqi, hana mwisho. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lilkhalqi bilitlaqi. Mwenyezi Mungu hafanani na viumbe. Mwenyezi Mungu yuko peke yake. Laysa kamithlihi shay, la tadribu lillahi al-amthal. Mwenyezi Mungu hafanani na chochote, na musimpigie Mwenyezi Mungu mifano. Yuko peke yake. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kwa hivyo antumina billah wa malaikatihi, waamini malaika wake ambao ni ibadullahi almukramun, ni waja wa Mwenyezi Mungu ambao kwamba ni watukufu, wameumbwa kutokamana na nur. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Na malaika ambao kwamba lazima sisi tuwaamini ni 10, akitanguliwa na Sayyidina Jibril alayhi salam. Sayyidina Jibril ndio kiongozi wao, ambaye ni mukallaf bilwahi, amekalifishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuleta wahi kwa manabii, kuleta wahi kwa mitume,
Na hadithi hii, huyu anayezungumzwa hapa, idh talaa alaina rajulun, akatutokea sisi mtu, nakira wanavyoeleza wanawazuoni hapa. Na taban hadithi inaonyesha mwisho kuwa huyu alikuwa ni Sayyiduna Jibril alayhi salam, na malaika wana uwezo wa kujibadilisha wakawa wanadamu mara nyingine, na Sayyidina Jibril hapa amekuja kwa sura ya mwanadamu. Ukisoma kwa kisa cha Sayyidina Isa kuzaliwa, Sayyidatuna Maryam, fatamathala laha basharan sawiya, kuwa Jibril alikuja kwa sura ya mwanadamu akampa bishara, wewe ushatenda mimba, ni amri imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa anatueleza mmoja katika riwaya ya al-Imam an-Nasa'i, anasema annahu Jibrilu nazala fi surati Dihyati al-Kalbi. Hadithi hii Sayyidina Jibril alayhi salam alikuja kwa sura ya sahaba anayejulikana kwa Dihya al-Kalbi. Haya tutakuja kueleza baadaye, lakini kwa riwaya ya al-Imam an-Nasa'i anatueleza kuwa aliyekuja ni Sayyidina Jibril, na alikuja kwa sura unaoshabihiana na sahaba anayejulikana kwa jina la Dihya al-Kalbi. Kwa hivyo antu'mina billah wa malaikati, tuamini malaika wake ambao wameumbwa kutokamana na nur, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawamuasi Mola Subhanahu wa Ta'ala, walichoamrishwa hukitenda, hawaendi kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa antu'mina billah wa malaikati wa kutubihi, na kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni vingi, lakini sisi tunaambiwa tuamini lazima Taurati, Zabur, Injil, Quran. Taban tumetaja katika muqaddima wa al-Imam an-Nawawi akisema kuwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ameletewa wahi, na wahi wenyewe ni ad-dalail al-qat'iyya ambao ni al-Quranul Karim, kisha Qurani yenyewe ni al-mu'jiza al-mustamirra, ni miujiza inayoendelea, al-mu'jiza al-khalida. Qurani ni miujiza alioteremshiwa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na tofauti ya Qurani na Zaburi na Injili na Taurati, ndiyo Taurati ni muujiza lakini hala nuzulihi, Injil ni muujiza hala nuzulihi, Taurati ni muujiza hala nuzuli. Zaburi, Injili na Taurati zilikuwa ni muujiza wakati zilipoteremka, baada ya kuteremka khalas. Amma Quranul Karim ni muujiza hala nuzulihi wa ba'da nuzulihi ila an yarita Allahu al-ardha wa man 'alayha. Qurani ni muujiza wakati ilipoteremka na mpaka kitakaposimama kiyama, Qurani yabaki kuwa ni miujiza. Na utakuja kuona wengi wanaopekua na kutizama mafunzo yaliyomo ndani ya Qurani wanasema ni hakika, hadha i'jaz, haya ni mazungumzo ya miujiza. Na kuna leo elimu inayojulikana kama al-i'jaz al-Qurani. Tunaangalia katika sayansi, Qurani imezungumza katika sayansi kabla ya kuvumbuliwa usayansi. Qurani imezungumza kadha wa kadha kabla ya kuvumbuliwa. Yule bwana mmoja alikwenda Masri, Egypt, akasema nataka kuona mwili wa Firaun, nataka kufanya research. Akapewa ruksa na dola, akaingia akafanya research miaka nyingi iliyopita, si Muislamu. Akaja akatoa ripoti yake ya takrir ya research yake, asema nimegundua kuwa katika shingo ya Firaun kuna mdudu, na huo mdudu uko miaka nyingi mpaka leo, na huo mdudu ni kana kwamba una rekodi ya kila kitu alichofanya Firaun,
Kwa hivyo akawa amejitoa mbele kuwa ndio mtu wa kwanza kuvumbua kuwa mwanadamu ana kitu kinaitwa mdudu, au huo mdudu una rekodi maisha yake yote, kisha kesho siku ya Kiyama itawekwa parwanja. Kwa hivyo akataka atiwe katika record kwa yeye ndiye amevumbua, amediscover. Akatoka kijana mdogo mhifadhi Qur'an, kaambia hujadiscover chochote wewe, sisi Qur'an imeshatueleza hilo. wa kullan alzamna ta'irahu fi unuqi. Wewe unatuambia nini bwana? Tayari Qur'an imetuambia kila mmoja tumemjalia ana mdudu katika shingo yake. wa nahshuru lahu yawma alqiyama kitaban yalqahu manshura, na tutamfufua kesho siku ya Kiyama ni kitabu kimerekodi maisha yake yote. Kwa hujavumbua chochote, hayo yashaelezwa na Qur'an. Kwa kaona Qur'ani ni muujiza. Mimi nimetumia vyombo vya kisasa, nimechukua muda kuresearch, kuangalia, kufahamu, na ndio leo ukisikia black box, pengine Mungu asijalie ndege imenyenyuka, imekwenda, imepaa, baadaye pengine kukapatikana chochote, ili uweze kujua kitu gani kilichopatikanwa, kilichofanyika katika ndege kuharibika, wao wanatafuta black box. Kwa hivyo wakiweka inawapa habari, kulikuwa kuna pengine tatizo la anga, kulikuwa kuna tatizo hivi na hivi, wa hakadha. Wamechukua hili jambo kutoka katika Qur'an al-Karim, kuwa mwanadamu ana ta'ira ambao wanashuru lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie ta'ira iwe imehifadhi rekodi zetu nzuri, na ya Rabbi tukifanya makosa tufutie hata katika rekodi zetu. Tukikutana na wewe kesho siku ya Kiyama, tukutane na wewe katika hali ambayo unaridhika nayo. Kwa hivyo wakutubihi, vitabu vyake ambavyo kwa haraka sisi tunaotakana kuamini zaidi ni Zaburi, Injili, Taurati na Al-Qur'anul Karim, kwa sababu Qur'ani kama tulivyoeleza ndio wahi wa mwisho aloteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, is the last revelation. Okay, miteremshwa kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na ni muujiza ila an yarita Allahu al-ardha wa man alayha wa rusulihi. Vile vile lazima tuamini mitume wake, na mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wengi sana. Sisi tumelazimishwa katika al-ma'lum min ad-din bid-darura kujua mitume 25, wengine wamesema 26. Umetofautiana wanazuoni katika hili. Kwa hivyo wale waliosema 26 wameongeza Uzair ibn Allah. Mayahudi waliposema Uzair ibn Allah, na hakika Mwenyezi Mungu hana mtoto. Qalat al-yahud Uzair ibn Allah wa qalat al-Masih Isa ibn Allah. Ndio hapa katika maneno mazuri yanosomwa katika Qur'ani ni kuwa Mayahudi hawakubaliani na Wakristo na Wakristo hawakubaliani na Mayahudi. Na haya masala alipoulizwa Sayyidina Ali akasema naam, hawa Mayahudi wamesema Uzair ibn Allah, Wakristo wakasema la, Isa ibn Allah. Sasa wenyewe wametofautiana, huyu wasema hivi, wasema hivi. Na Uzair alikuwa ni mmoja katika wacha Mungu. Kuna baadhi wanasema ni mcha Mungu, lakini kuna baadhi wanasema kuwa ni nabii. Lakini sisi katika aqida al-ma'lum min ad-din bid-darura tunafaa kuamini mitume 25 kuanzia Sayyidina Adam, Nuh alayhi salam, Idris wa hakadha, tuje kwa Sayyidina Ibrahim, watoto wake Ishaq, Ismail, Musa, Yaqub wa hakadha ila Sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ukija kuangalia watakuwa ni mitume 25. Sisi tunafaa tuwajue al-ma'lum min ad-din bid-darura, ndio inajaza pengo wa antumina billahi wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Katika rukn min arkani al-iman, katika aqida lazima tuamini kuna yaumul akhir, kuna siku ya mwisho, na hii siku ya mwisho yaweza kuanza pia mapema. Kwa hivyo katika kuelewa siku ya mwisho ni kuelewa almaut. Kwa hivyo kuamini wa anna almauta haq, kwa sababu mtu anapokufa khalas hana tena siku nyingine. Faqad qamat qiyamatuhu, katika baadhi ya riwaya, yule anayefariki tayari kiyama chake kishasimama, yeye anasubiri tena alqiyamatu alkubra. Kuna alqiyamatu sughra na kuna alqiyamatu alkubra. Alqiyamatu sughra ni almaut, na maut kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kila kitu kitamalizika na kila kitu kilichokuwa na roho. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Malaika hawa tuliowataja wana nafsi, watafariki. Majini watafariki, wanyama watafariki, wanadamu watafariki. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Na almaut bimaana infisal aljasad birruh, ni mwili kutawanyika na roho. Roho inapotoka ndio mtu ameitwa almayit, amefariki. Na kinachopata uchungu ni nafsi. Ni masala marefu sana katika ilmu tazkia. Ule uchungu wa mauti wa roho kutoka, ule uchungu unaupata nafsi. Nafsi ndio unaupata uchungu. Kwa hivyo kuna tofauti baina ruh wal nafs wal jasad. Tukisema almaut bimaana infisal, ni kupambanuka kutoka roho katika mwili na nafsi kuipata sakaratul maut. Mtume alikuwa akisema inna lilmauti la sakarat, mauti ina ulevi na uchungu. Namwona mtu anapokata roho anazungumza maneno ambayo kwamba haeleweki. Sakaratul maut ni uchungu sana. Mwenyezi Mungu atukhafifishie. Na ilipokuwa imefika wakati wake Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ambapo aliulizwa khiari, unataka kuendelea kuishi ama unataka kukutana na ar-rafiq al-a'la? Akasema bali ar-rafiq al-a'la, mimi nataka kukutana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na katika hali hii Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa akiwakumbuka ummatu Muhammad, anasema ya Rabbi, uchungu wote niwekee mimi wa mauti, lakini hawwin alaiha ala ummati, hawwin ala ummati, wafanyie hafifu ummatu Muhammad wasipate uchungu wa umauti, kuonyesha mahaba yake katika umma huu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kwa hivyo tunaposema wal yawmil akhir, hiyo siku ya mwisho, tunaamini kifo, na baada ya kufa tuna almunkar wan nakir, tunaulizwa. Hani masala barzakhia. Mtu anaweza kusema la, mimi sitaki kuzikwa, kama hivi sasa inavyoonekana. Mtu akijiona na ilmu sana anasema mimi nichomeni moto. Kwa hivyo wengine wanatuambia hata katika mazingira kumchoma mtu ni katika kutengeneza mazingira. Kwa hivyo makaburi haya tutayaondosha katika siku za mustakbal ili kujaribu kuchunga mazingira, environment yetu. Na si kweli haya maneno. Inshallah tutakuja kujibu na kuieleza kiilmu kuwa kuzikwa ndio kuhifadhi mazingira, wala sio kuchomwa mwanadamu. Lakini leo mwanadamu, kulingana na tatawuri ya ulimwengu, wanaona mtu akiwa sasa ameshtuka sana, ameendelea kiakili, ni yeye aandike wasia, will, kwa mimi nichomwe. Kwa hivyo sisi tunaposema kuna sual ya almunkar wa nakir kaburini, huyu alochomwa hakuenda makaburini, anaulizwa
na malaika gani suali ya Munkar na Nakir. Hamuelewi. Kuna marhala inaitwa marhalatul barzakhia, pengine nizitaje kwa haraka. Tunao marhala mwanadamu, marhala inayojulikana katika alamu dharra. Mwanadamu kabla kuja hapa duniani alikuwa katika alamu inayojulikana alamu dharra. Haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika ufafanuzi wa wazi sana katika Al-Qur'an Al-Karim, alipozungumza kadhia ya Sayyidina Adam alayhi salam, kisha akasema wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Hili neno kuwa mimi na wewe na waliofariki na watakaozaliwa, Mwenyezi Mungu alitukusanya katika uwanja mmoja, min saidin wahidin, akatuuliza alastu birabbikum, na ni suala linafungamana na aqida. Qalu bala, wakasema ndiyo, wewe ni mola wetu. An taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilun, msije mkasema siku ya kiyama sisi tumesahau. Haya mazungumzo na ahadi tuliochukua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumesahau. Mwenyezi Mungu amewakataza, ametukataza sisi hivi. Kabla hatujazaliwa hapo, Adam yuko yeye peke yake tu, hajazaliwa mtoto wa kwanza wala wa pili, kwa sababu aliwatoa watoto wa Sayyidina Adam katika mgongo wake, wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Hii ni marhala ya kwanza, inajulikana marhalatu au alamu dhar, ulimwengu wa dhar. Kisha baada ya ulimwengu wa dhar kukapatikana maisha ya duniani haya tunaoishi hivi sasa. Kisha baada ya maisha haya kuna maisha yanayokuja yanaitwa marhala albarzakhia, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Barzakh manake ni kuwe kuna obstacle, hawako duniani na hawako akhira. Sawa sawa yule mwana amezikwa katika kaburi ama hajazikwa katika kaburi, yuko katika alamul barzakh. Madamu roho yake ishatolewa katika mwili, yuko katika marhala albarzakhia. Kwa hivyo kama ni muovu anapata adhabu, na kama ni mwema anapata neema, kwa sababu alqabru rawdha, imma rawdha min riyadil janna, imma ni bustani katika bustani za pepo, wa imma hufra min hufari nar, au iwe ni moja katika mashimo ya motoni. Na maana ya qabr ni ba'da al-maut, baada ya kufa mtu imma ataanza kupewa neema, aanze kufurahishwa katika mazuri aliyokuwa akiyafanya duniani, au aanze kuadhibiwa mapema kabla ya kufika akhira katika maovu aliyokuwa akiyafanya duniani. Hii inaitwa alamul barzakhia. Kisha tutafufuliwa. Tukifufuliwa sasa ni ulimwengu mwingine. Sasa hii inaitwa marhalatul abad, ay abadan. Ni wewe uko katika marhala, imma uambiwe peponi milele au uambiwe motoni milele. Kwa hivyo tunapozungumza wal yawmil akhir, tunaamini kifo, tunaamini adhabu ya kaburi na furaha pia ya kaburini, tunaamini Munkar wa Nakir wanaokuja kumuuliza mwanadamu, wa hakadha, maisha yanayopatikana katika alamul barzakhia. Katika yawmul akhir tunaamini alba'th, kufufuliwa pia ni katika alimanu bil yawmil akhir. Anayesema mtu mimi naamini siku ya kiyama lakini siamini kifo, naamini siku ya kiyama siamini adhabu ya kaburini, naamini siku ya kiyama lakini siamini kufufuliwa, huyu bado hajatueleza chochote, aqida yake haijakuwa sawa. Kwa hivyo wal yawmil akhir ni package ambayo ina almaut, ina as-sual ya almunkar wan nakir, ina adhabu ya kabri, ina wahakadha kama tulivyoeleza alba'th. Kisha kuna almizan pia ni katika yawmul akhir, utakwenda kupimwa amali zako, mema uliyofanya, maovu uliyofanya, tatiwa katika mizan. Kuna as-sual, Mwenyezi Mungu atakuuliza, laysa bainaka wa bainahu turjuman, hakuna mkalimani
atakayetafsiri maneno yako wewe na Mola subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akuulize, ya abdi atadhkuru yawma kadha fi makani kadha wa hakadha, je, mja wangu wakumbuka siku fulani sehemu fulani ulifanya 1 2 3. As-sirat, kuamini kuwa kuna sirat pia ni katika yaumul akhir. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri, na pia vile vile kuamini kheri na shari zote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu chochote isipokuwa kinatoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Haya ndio maana ambayo nimependa tuyafahamu katika hadithi hii. Tutakuwa tumebakisha pengine sehemu 2 ambayo tutamaliza kesho biidhnillahi ta'ala. Hadithi hii ni adhim. Anatueleza al-Imamu al-Qurtubi katika wanazuoni mufassirun wa ahlu sunnati wal jamaa kuwa yasluhu an yuqala lihadha alhadith bi ummi sunna. Hadithi hii tunaisoma leo, al-Imam al-Qurtubi anasema hadithi hii ni sawa kuitwa ummu sunna. Nini maana ya ummu sunna? Bimaana hadithi zote ziko chini ya hadithi hii. Katika Qur'an al-Karim tunaye ummul kitab ambao ni suratul Fatiha. Maana yake aya zote za Qur'ani ziko chini ya suratul Fatiha, za sherehesha na kufahamisha maana miongoni mwa maana ya suratul Fatiha, ndio maana ikaitwa ummul kitab. Katika hadithi ni hadithi hii ummu sunna, kwa maana hadithi zote zilizopokewa zote ziko chini ya hadithi hii. Kwa hivyo ni hadithi adhim, na ndipo tutakuja kuona wanazuoni wengi baada ya kueleza hadithu niyya hueleza hadithu Jibril alayhi salam. Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe ufahamu wa maneno matukufu haya ya Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam, na insha Allah ta'ala kesho Mungu akitujalia tutaangalia kipande muhimu sana ambayo itazungumzia akhbirni anil ihsan, nieleze ni nini ihsan. Akasema an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Vipi wewe utafanya ibada mpaka umuone Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? An ta'budu Allaha ka'annaka tarahu, umwabudu Mola wako subhanahu wa ta'ala iwe kama wamuona. Daraja ya kwanza, daraja ya juu ambapo kwamba umeshindwa kumuona Mola subhanahu wa ta'ala, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kisha tuangalie alama za kiyama, ambapo ameuliza pia akhbirni ani saa, nieleze kuhusiana na kiyama. Hizi ni sehemu 2 tutakazozisoma kesho Mungu akitujalia. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya man waffaqa ahla alkhairi lilkhairi wa a'anahum alayhi وفقنا لما تحبه وترضى عنا عليه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ikiwa kuna mtu ana swali pengine katika haya tuliyozungumza, tulisema usione haya, unaweza kuuliza insha Allah taala. Wajazakumullahu kulla khair.